Amen. Let's go before God in prayer this evening. King of glory, Father, Lord, we thank you. Father, we give you praise. We give you glory, Lord Jesus. We give you praise. Riba baba baba yana rabo bobo yene rebe. Rika riba santa rima mama mama mama. Lord, we thank you. We give you praise. We give you glory, Lord Jesus. We give you praise. Riko robo sente rika rama yana rabo. Lord, we give you glory and honor, Lord Jesus. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto my Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto my Papa? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto my Jesus? All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Nisemeje kwake Baba. Ninasema asante. Niseme nini kwake Baba. Ninasema asante. Asante, asante. Ninasema asante. Asante, asante. Ninasema asante. The Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. The Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. My Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. The Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. My Jesus good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. The Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Lift Jesus Higher, higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Lift Jesus Higher, higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. I have a Father that will never ever fail me. I have a Father that will never ever fail me. Jesus is my Father that will never ever fail me. Rock of ages will never ever fail me. I say, I serve a Father that will never ever fail me. I serve a Father that will never ever fail me. Jesus is my Father that will never ever fail me. Rock of ages will never ever fail me. I serve a King, you never ever fail me. I serve a Daddy, you never disappoint me. Jesus is my Father that will never ever fail me. Rock of ages will never ever fail me. I say, I serve a Father that will never ever fail me. I serve a Father that will never ever fail me. Jesus is my Father that will never ever fail me. Rock of ages will never ever fail me. oh Lord, I'm very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I'm very, very grateful. I must say thank you, Daddy. Oh Lord, I'm very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I'm very, very grateful. I must say thank you, Daddy. Oh Lord, I'm very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I'm very, very grateful. I must say thank you, Daddy. Oh Lord, I'm very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I'm very, very grateful. I must say thank you, Daddy. Mahali tumefika, tumeona nguvu zako, na sasa tunasema wewe ndiye Ebeneza. Mahali tumefika, tumeona nguvu zako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza.
Father, we give you praise, we give you glory, Lord Jesus. Rima mama mama yanda rabobobo yanda rebe. Ikari mama mama yanda rabobobo. Lord, we praise, we give you glory, we give you honor, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you, I relate to a living. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you, I roll. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you, I roll. King Jesus, Jesus, the Father, Jesus.
welcome We you welcome you to come and touch. Come and take, Lord. Come and heal. Holy Spirit, heal. We welcome you to come and heal. Come and touch, Lord. Come and touch. Holy Spirit, touch. We welcome you to come and touch. Come and touch. Come and touch. Holy Spirit, touch. We welcome you to come and touch. Let's worship the Lord. Let's give the Lord praise. Father, Tuweze kuabudu Bwana, tumpe Bwana sifa. Holy Spirit, reign. We welcome you to come and reign. Come and reign. Come and reign. Holy Spirit, reign. We welcome you to come and reign. Come and touch. Come and touch. Holy Spirit, touch. We welcome you to come and touch. Let's give the Lord a big clap offering. Hallelujah, God. Father, we bless your name. We glorify you, Lord God Almighty. Father, we give you praise, oh Lord God. Great is your faithfulness. Hallelujah, Lord. Amen. Now we shall go before the Lord in prayer tonight. Tanya mbele zake Bwana kwa maombi usiku wa Let's leo. continue praying for Pastor Wayman Mitchell, Tuendelee kuombea mchungaji for Wayman God's Mitchell touch and grace upon him. kwa neema yake Bwana, mguso wake Let's Bwana juu pray for yake. Pastor Greg and his wife Lisa. Tuombee mchungaji Greg na mke wake Pray Lisa. that God's favor, wisdom may be upon them. Tuweze kuombea kibali chake Bwana, hekima ikiwe juu Let's yao. also pray for our country, believe God to bring healing. Tuweze kuombea taifa letu, kuamini Bwana tu uponyaji. Let's pray for all our churches, for God's grace to abound upon them. Tuweze kuombea makanisa yetu yote, neema yake Bwana ikadumu juu yao. You're there, you have a need, we want to commit that into the hands of God. Kupalo nalohitaji tungependa tukabidhi mbele zake I Mwenyezi want to Mungu. encourage you to join your faith with ours as we raise our voices, call upon the Lord together. Ningependa kuhimiza kwamba unganishe imani yako na yetu tunapoendelea kumitia Bwana Our pamoja. God is a faithful God and is a God who is able. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, ni Mungu ambaye anaweza. Let's reach out to him in confidence and believe him tonight. Tuweze kumfikia kwa ujasiri, tumwamini usiku wa leo. We are going to raise our voices, call upon the Lord together. Tunaona sauti zetu tuitie Bwana kwa And I'll ask pamoja. our brother Daniel to raise his voice and seal the petitions. Alafu ndugu wetu Let's Daniel raise our tuende- voices and call upon the sadaka. Lord. Father, Lord God, Almighty God, Lord, We in come the before you, name God. of We thank you, Jesus. Father, for Oh, this day, Lord God. Thank you, Father, for pray, your presence, Father, oh God. that We will pray, move, God, this Almighty evening, by God, your for Spirit. more of I your pray, presence, God. May you that help us, oh God, intervention, minister to your Lord, I people, God. pray, Minister God to our Almighty, lives, oh God. for- I pray, God, for your strength upon our lives, for your wisdom, knowledge, and understanding, God. We rise against every work and hindrance of the enemy. We render powerless in Jesus' name. Lord, we pray for every church of our fellowship, God. Churches here in Kenya, our baby churches. We pray for your favor, your blessing, your protection upon them, oh God. Multiply them, increase them. Oh God, we pray for our leadership churches in Prescott, Arizona. God, I pray for your favor to move upon them. Oh God, bless Pastor Wayman Mitchell and Greg Mitchell with wisdom, knowledge, and understanding. I pray for Pastor Payne and the whole congregation in Australia, God, for your wisdom.
blessing, favor, and anointing upon them. Lord, cause your fruitfulness, oh God, and multiplication in our midst. In Jesus' name we pray, believing and trusting. Amen. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a big clap. Tuweze Hallelujah. kumpa Bwana makofi Amen. makubwa. It's a wonderful blessing Baraka for tena ya us to be ajabu. able to worship God tonight. Tuweze kuabudu You're Bwana there, jioni ya you're leo. streaming. I believe God is going to minister to our hearts and lives. Uko pale katika mtandao kuona ibada, na mimi kwamba Mungu ataweza kuhudumu katika moyo wako na maisha yako. And just to remind us of the announcements, Weza kukumbusha matangazo. we have prayers every morning from 6 to 8. Maombi kila siku asubuhi I want to tangia saa encourage you 12 to hadi saa come. 2. We need to pray. We need God to help us. Ningependa kuhimiza kwamba inafaa tuweze kuomba, tuamini Bwana ataweza kutusaidia. Then Sunday services are going to be streamed at 10:30 in the morning and 5 in the evening. Alafu ibada za Jumapili itaweza kuonyeshwa saa 4:30 asubuhi, pia jioni saa 11. Please take time with your family. This is a regular service. You need to sit and stream and let God minister to you. Tenga wakati na familia yako, inabidi ukaweze kuingia katika mtandao, ukaweze kuona ibada watu. Also invite your relatives, your neighbors, your friends. Give them the link. Let them also be a part of these. Pia wa ukoo wako, marafiki zako, watendakazi wenzako wakaweze kuona ibada katika mtandao. That's all for the announcements. Yote matangazo. We want to honor God with our resources. Tungependa kuheshimu Bwana kwa rasilimali zetu. The Bible says one can chase 1,000. Biblia inasema kwamba mmoja anaweza kufukuza 1000, but two can chase 10,000. lakini wawili wanaweza kufukuza 10,000. If we can bring that into the context of giving, Unapoleta hiyo katika mandhari ya kutoa, it has a very powerful application. ina hali ya kutumika katika njia mingi. One person alone cannot do a lot of things. Mtu mmoja pekee hawezi fanya mambo mengi, But when others join with him, lakini wengine wanapoungana na yeye, they are able to have a great impact in their lives. wanao uwezo kukuwa na mguso mkubwa sana katika maisha When yao. you and I join together, we honor God with our resources. Wakati mimi na wewe tunaunganika pamoja, tunatoa katika rasilimali zetu. We bring the Lord his tithe. We give our offerings. Tunamletea Bwana fungu la 10, tunatoa sadaka Much zetu. is accomplished in the kingdom of God. Mengi yanatekelezwa katika ufalme wake Mungu. That means that every person is important in God's kingdom. Hii inamaanisha kwamba kila mmoja ni muhimu zaidi katika ufalme wake Mungu. When all of us pull our resources together, honor God with the tithes, give our offerings, there is a great impact in the house of God and the kingdom of God. Wakati kila mmoja anapoheshimu Mungu kwa fungu la 10 sadaka zake, tuna mguso mkubwa sana katika ufalme wake The Mwenyezi Mungu. Bible says we should not grow weary in well doing. Biblia inasema kwamba tusiweze kuchoka katika kutenda mema. For in due season we shall reap a reward if we faint not. Maana katika msimu ufaao utapata thawabu kama We tutaweza should not kuchoka. grow weary in honoring God with our resources. Hatufai kuchoka katika hali ya kumheshimu Bwana kwa Because rasilimali in due zetu. season God will bless us. Kwa msimu ambao unafaa Mungu ataweza Let's kutubariki. be faithful. Let's be liberal to the kingdom of God. Tuweze kuwa waaminifu, tuwe karimu katika ufalme wake Bring the Mungu. Lord his tithe, bring our offerings. Mletee Bwana fungu la 10 sadaka Let's zetu believe pia. God together. Tuheshimu Bwana kwa Right pamoja. there on the screen is our pay bill number. Pale katika screen yetu tunaona nambari ya kulipa Please kutumia use simu. that to pay your tithes and give your offerings. Tumia hiyo kutoa fungu sadaka And let's zako na honor fungu la 10 God zako. together. Kiweze kushukuru Bwana kwa As we bow pamoja. down our heads, Brother Dan, raise your voice, pray for the offering. Wacha nikiweze kuombea sadaka. Baba, tunasema ni asante kwa fursa hii ya Jumatano, mfalme wa ajabu, katikati mwa juma tunapokuja mbele zako Bwana katika ibada hii, kwa kuweza kulipa fungu la 10 zetu na kutoa sadaka zetu. Mfalme, tunaamini ya kwamba mfalme tutaweza kutimiliza mengi katika ufalme wako, na katika njia yako rejesho Bwana, thawabu zako mfalme zitazidi kuwa katika maisha yetu. Tunapotoa mfalme, wacha baraka zako ziwe juu yetu. Kwa jina lako Yesu Kristo mtakuamini. Amen. God bless you as you give tonight. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti
yangu ni sujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa, sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote. sitapiga magoti yangu ni sujudu. nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. naleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka, heshima na mamlaka zipokee. takatifu, 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 nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. naleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka, heshima na mamlaka zipokee. takatifu, 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 nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. pokea sifa Pokea sifa utukufu na utukufu na heshima. na heshima. Bwana, pokea sifa na utukufu na heshima. Bwana, pokea sifa na utukufu na heshima. Bwana wa majeshi, Pokea sifa utukufu na utukufu na heshima. na heshima. Bwana, Naleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, na kuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Amen. Thank God for that ministry. Tunashukuru Bwana kwa huduma huo. You have your Bible, the book of Psalms and chapter 63 as we go to the Word of God. Katika Biblia zetu Zaburi 60 tunapoenda katika mahubiri yake Mwenyezi Psalms Mungu. and chapter 63. Zaburi 63. In the current society today, Katika jamii ya siku za leo, many people are running up and down, watu wengi wanakimbia kila mahali hopping from one church to another. wakitoka kanisa moja hadi kanisa lingine. And when you ask them why they are doing this, Unapouliza kwa nini wanafanya they vile, say they are pursuing God's will for their lives. wanasema kwamba wanatafuta mapenzi ya Mungu katika maisha yao. And many people do ask, Watu wengi wanauliza, how do we find God's will and pursue it? tunaweza kupataje mapenzi yake Mungu pia tuweze kuyatafuta? God gives us the answer in His Word. Mungu anatupa jibu katika neno lake. And tonight I want to talk about pursuing the will of God. Usiku leo kuzungumzia kuhusu kutafuta mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Psalms chapter 63, Zaburi 63 verse 1 to 8, follow along as I read. moja hadi anafuata napenda kusoma. O God, you are my God. Early will I seek you.
My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory, because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches, because you have been my help. Therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. My soul follows close behind you. Your right hand upholds you. Father, we come before you, God, by the blood of Jesus. Lord, I commit this word into your hands, I pray, that you may use it to minister to us. Give us understanding, God, insight and revelation. I pray, God, for a clarity. Even as this word comes forth, God, may it accomplish what you've sent it to accomplish in and through the lives and hearts of your people, in the name of Jesus. God, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen. Pursuing the will of God. Kufuatilia mapenzi yake Mungu. First of all, I want to talk about pursuing God. Nazungumzia kuhusu kumfuatilia Mungu. Someone said, Mmoja akasema, before a man can seek after God, kabla mtu kumtafuta Mungu, God must have first sought after the man. Mungu lazima akuwe wakati fulani mtafuta mwanadamu And huyo. John 6:44, Jesus says, Yohana 6:40 Yesu kaanza kusema, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, hakuna mtu anaweza kuja kwangu tu ila Baba aliyenituma kaeze kumleta. and I will raise him up at the last day. Kaeza kumkuza siku ya mwisho. A.W. Tozer said, A.W. Tozer kaeza kusema, the impulse to pursue God ile hali ya mshawasha kumtafuta Mwenyezi Mungu originates with God, inaanza kwake Mwenyezi Mungu, but the outworking of that impulse lakini kufanya kazi kwa nje kwa ule hali ya mshawasha is our following hard after him, ni kuweza kumfuata kwa bidii. and all the time we are pursuing him, we are already in his hands. Na wakati wote tunapozidi kumfuatilia tayari tuko mikononi mwake. Those are powerful insights we are getting from the word of God. Hiyo ni undani wa ajabu tunaopata katika neno lake Mwenyezi And in Mungu. our text that David is writing, Katika andiko letu Daudi anaeleza kuna when kitu. David wrote this psalm, he was in the wilderness. Daudi akaandika zaburi hii alikuwa kule nyikani. This is the time he was being pursued by King Saul, who wanted to kill him, although he was innocent. Hii ni wakati basi mfalme Sauli anaanza kumtafuta kumuua, lakini alikuwa hana hatia. David spent a lot of his days running and hiding from King Daudi Saul. akatumia siku zake mengi kumkimbia na kumtoroka mfalme Sauli. His only chance was to pursue God at this time. Nafasi yake ya pekee ilikuwa kumtafuta Mungu wakati In kama verse ule. 8 of our text, David says, Mstari wa 8 andiko la Daudi anaweza kusema, my soul follows close behind you. nafsi yangu inaweza kufuata karibu nyuma Your yako. right hand upholds me. Mkono wako wa kuume umeweza kunitengeneza. David is saying, God, you are the only one I'm following after. Wewe unasema kwamba wewe ni wa pekee Mungu na You are the only one I'm seeking in my life. Wewe ni wa pekee na kutafuta katika maisha My yangu. soul follows close behind you. Nafsi yangu ya kufuata kwa karibu. Your right hand upholds me. Mkono wako wa kuume umeweza kunitengeneza. David had already experienced a decline in his lifestyle. Daudi tayari alikuwa ameweza kuhisi yale kushuka chini katika mtendo wake From being maisha. a shepherd boy to a hero when he killed Goliath. Kwa kutoka hali ya kuwa ule mchungaji wa mifugo kufikia wakati wa kuwa shujaa wa kumuua Goliathi. He stays in the king's palace serving the king. Akikaa pale katika kasri la mfalme akimtumikia mfalme. But now he's a fugitive running for his life. Sasa hivi amesalia kuwa mtoro akikimbilia maisha yake. There are times that things happen to our lives Vinafanyika katika maisha yetu to show us how useless it is to follow after the flesh. kuonyesha jinsi basi tunasalia kuwa bure The kufuatilia mili Apostle yetu. Paul says, I have no confidence in the flesh, Mtume Paulo anasema kwamba sina ujasiri wote katika for mwili. the flesh profits nothing. Mwili haufaidi lolote.
David says he is in a dry and thirsty land. Daudi anasema kwamba ako katika nchi wa ukavu na pia yenye kiu. And this sounds much like the world Hii today. inaonyesha kuwa dhahiri kama ulimwengu siku za In leo. the world today, there are a lot of frustrations. Katika ulimwengu wa leo kuna hali mingi ya kuweza kuvunja There are a moyo. lot of things that to cause us depressions. Kuna mengi ya kutufanya kuweza kufinyika. There are a lot of things that bring hopelessness. Kuna mengi ya kuleta hali ya kutokuwa na tumaini. There are lots of things that bring discouragements in the lives of people. Kuna mengi ya kuleta hali ya kuvunja moyo katika There are maisha ya lots watu of wengi. things that oppress our lives. Kuna mengi ya kuweza kutesa na kufinya maisha yetu. There are a lot of things that bring attacks on our faith and testimony. Kuna mengi ya kuweza kuleta mashambulizi kwa imani yetu na pia katika ushuhuda wetu. And as you look around us, God is the only relief that we have. Unapoangalia kando yetu, Mungu ni kimbilio la pekee katika maishani mwetu. God is the only refuge we have for our souls. Mungu ni wa pekee katika hali ya kutusaidia na pia kimbilio katika nafsi zetu. He doesn't come cheaply. Yeye hakuja katika njia rahisi. We must be committed to Him and pursue Him in our lives. Lazima tukaweza kujitolea kwake na pia kumtafuta katika maisha yetu. We've got to have a hunger and a thirst for Him. Lazima tukaweze kuwa na njaa na kiu kwa ajili The yake. Apostle Paul says, Ndio Paulo akaweza we are kusema without hope apart from God. hatuna tumaini ila tu kwake Mwenyezi Mungu. In Him we live and have our being. Ndani mwake tunaweza kuishi na pia kuwa ndani mwetu. But you see, the problem with a lot of people today, Shida na watu wengi katika siku za leo, they wait for life to happen to them. wanangoja basi maisha yakaweze They kuwafanyikia. accept anything that comes to them Wanakubali lote ambalo linaweza kuwakujia, rather than making something to happen in their lives. badala basi kusababisha kitu kufanyika katika maisha yao. In Philippians chapter 2 Katika Wafilipi mlango wa 2 and verse 12, 12, therefore, my beloved, kwa hivyo wapendwa wangu, as you have always obeyed, vile mlivyotii hapo kabla, not as in my presence si only, katika hali yangu kupatikana pekee, but now much more in my absence, hata zaidi katika hali yangu kutokuwa. work out your own salvation Shughulikieni wokovu wenyu with fear and trembling. katika hali ya kuogopa pia Right here, the kutemeka. Apostle Paul gives us a powerful insight. Hapo tumepoanza kutupatia undani wa He's ajabu. telling us that salvation is not automatic. Anatuambia kwamba wokovu hukuji moja kwa He moja. says, work out your own salvation Anasema kwamba shughulikieni wokovu with wenyu fear and trembling. katika hali ya kuogopa na kutetemeka. That means we've got to put diligence into our salvation. Inamaanisha kwamba lazima tukiweka bidii katika wokovu We've got to wetu. put some effort into our salvation. Lazima tukiweka jitihada fulani katika wokovu wetu. There are things we need to deal with in our salvation if we are going to glorify God in our Kuna lives. mengi ya kushughulikia katika wokovu wetu kama taishi kumtukuza Mungu katika wokovu wetu. There are things that are damaging to the will of God in our Kuna lives. mengi ambayo yanaharibu mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. We've got to deal with those things. Lazima tukashughulikie mambo yale. We've got to remove them out of our lives. Lazima tuiondoe katika maisha yetu. We'll see, we are the ones to cause the kingdom of God to happen to us. Sisi ni wale ambao wa kusababisha ufalme wa Mungu uweze kutufanyikia upande Because wetu. it does not just happen. Kwa maana haifanyiki tu. The Bible says in Matthew 11:12, Biblia inasema katika Mathayo 11:12, and from the days of John the Baptist until now, tangia siku za Yohana Mbatizaji hadi siku za leo, the kingdom of heaven suffers violence, ufalme wa mbingu unaathirika katika fujo, and the violent take it by force. wala bila fujo inateka kwa nguvu. Jesus is saying you must indulge if you're going to get the kingdom of God. Yesu akasema kwamba lazima ukaweze kujihusisha kama unataka kuchukua ufalme You've wake got to Mwenyezi Mungu. put effort, you've got to put energy. Lazima uweka jitihada ukaweze kuweka pia nguvu. And going back to our text, Rejelea andiko letu. David says in verse 1, Daudi akasema mstari wa kwanza, my soul longs for you nafsi yangu ya kutamani in a dry and thirsty land katika nchi ya ukavu pia where yenye kiu, there is no water. mahali hakuna maji. As David is fleeing and living in the wilderness, Loja anapokuwa akitoroka akiishi katika he nyika, gets to a place and says, oh God, my soul longs for you inafikia wakati anasema kwamba Bwana, nafsi yangu yaesa in a kutamani dry and thirsty land katika nchi ya ukavu na yenye kiu, where there is no water. mahali hakuna maji. We have to pursue God Lazima tukamfuate Mungu, and long for Him, uweze kumtamania just like our soul longs for water. vile tu nafsi yetu pia inaweza kutamani And if maji. this is going to happen in our lives, Kama itaweza kufanyika katika maisha yetu, obedience will have to play a big part. utiifu lazima ikaweza kuchukua nafasi kubwa. The obedience
to God's commandments utiifu kwa amri zake Mwenyezi Mungu determines whether a man truly seeks after God. itaweza kuamua kama mwanadamu anatafuta kwa ukweli kumtumikia Mwenyezi Mungu. It is through Ni obedience kupitia utiifu that the reality of God is seen in our lives. ukweli wake Mungu uonekana katika maishani mwetu. If you look at our text, verse 1 to 3, Angalia niko letu mstari wa kwanza hadi wa David 3. says, "Oh God, you are my God. Daudi akasema kwamba Mungu wewe ni Mungu wangu. Early will I seek you. Mapema nitakutafuta. My soul thirsts for you. Macheo nitakutafuta, nafsi yangu yaweza kuonea kiu. My flesh longs for you Mwili wangu wakutamani in a dry and thirsty land where there is no water. katika nchi yenye ukavu na kiu ambapo hakuna maji. So I have looked for you in the sanctuary Naweza kutafuta patakatifu to see your power and your glory, kuweza kuona nguvu zako, utakatifu wako, because your loving kindness is better than life. kwa maana upendo wako ni karibu My maisha. lips shall praise you." Kinywa changu kitaweza kusifu. David, in the situation he was going through, Daudi katika hali ambayo anaweza he kupitia, says, first of all, God, you are my God. anasema kwamba Mungu ya kwanza, wewe ni Mungu And wangu. he says, early will I seek you. Anasema kwamba macheo nitaweza kutafuta. David had an understanding Daudi alikuwa na ufahamu that if he was going to survive, kwamba angeweza kuishi, that if he was going to be safe, kama angeweza kuishi, he kama angeweza had kuwa to salama, seek for God. lazima angeweza kumtafuta Mwenyezi He Mungu. says, God, my soul thirsts for you. Anasema Mungu, nafsi yangu ya kutamani, My flesh longs for mwili you wangu wa kuweza kutamani in a dry and thirsty land where there's no water. katika nchi yenye ukavu na pia kiu ambapo hakuna He maji. says, I have looked for you in the sanctuary Anasema kwamba nimekutafuta patakatifu to see your power and your glory. kuweza kuona utukufu wako na pia kuona nguvu He zako. says, God, you are the only one I need. Anasema Mungu wewe pekee ambaye naweza kuhitaji. You are the one I'm looking for. You're the one I'm longing Wewe for. yule ambaye naweza kutafuta na naweza kutamania. Because David knew that that is the only place Daudi alijua kwamba hapo ni mahali pekee where his life was protected. kwa maisha yake yangeweza kulindwa. Let me secondly talk about knowing God. Napenda zungumzie kuhusu kumjua Mungu. Because see, the problem with many people Shida na watu wengi is that they don't know God, kwamba hawamjui Mungu, yet they claim to serve him. lakini wanadai kuweza kumtumikia. Daniel says, Danieli kasema the people that know their God wale watu ambao wanamjua Mungu wao shall do exploits. watafanya mengi. See, many people say, oh, I love God, I'm living for God, I'm serving God. Watu wengi wanasema kwamba naweza kumishia Mungu, namtumikia Mungu, nampenda Mungu, But they don't really know God in their lives. lakini hawamjui Mungu katika maisha yao. I'm not talking about the general knowledge of God. Sizungumzii kuhusu ule ufahamu wa kijumla I'm kuhusu talking Mungu. about a personal knowledge Nazungumzia kuhusu ule ufahamu wa kibinafsi where you really know who God is to your life. ambapo unaweza kujua kwamba Mungu ni nani katika maisha And you yako. can relate with Him. Unaweza kuhusiana na yeye, Not as a distant deity, si kama ile hali ya kuweza kuwa na uhusiano but mbalimbali, a God who is close. lakini Mungu ambaye yuko karibu, A God you know. Mungu ambaye anajua, And a God you can identify with. Mungu ambaye unaweza kujitambulisha na yeye. Because of this lack of knowledge, Kwa sababu ya kukosa ufahamu huu, the devil uses deception Shetani anaweza kutumia hali ya kuwadaa and confusion to lead many people astray. na hali ya kuchanganyikiwa, kupotosha watu wengi. If we are going to know God Kama tutaweza kumjua Mungu and hear His voice, na kusikia sauti yake, we must be selective. lazima tukuwe watu wa kuchagua. Because we can only hear God when we know Him. Tunaweza kumsikia tu Mungu napokuwa tumeweza kumjua. If you don't know Him, you cannot even identify His voice when He calls. Kama huwezi kumjua, huwezi kutambua sauti yake anapokuwa ameweza You know, kuita. there is a song we sing. Na nyimbo ambayo tunaimba, When He calls me, I will answer. akiniita nitaitika. But can I submit to you, beloved, you cannot answer when you don't know His voice. Wapenda, nipenda kuleteni kuambia kwamba kama huwezi kujibu kama hujui sauti Because He yake, will be calling and you cannot respond because you don't know whether that is His voice. kwa maana atakuwa akiita na huwezi kuitikia kwa sababu hauijui sauti yake. In John 10 verse 27, Katika Yohana 10:27 Jesus says, Yesu kasema, my sheep hear my voice kondoo wangu wanasikia sauti yangu and I know them na wajua and they follow me. wanifuata. That there is the key. Hapo basi asalia kuwa Jesus funguo. says, my sheep know me. Yesu kasema kwamba kondoo wangu And when wananijua, I call them,
they follow me. Napowaita wananifuata. They hear my voice. Wanasikia sauti yangu. The question is tonight, Swali ni kwamba usiku wa do leo, you hear the voice of God in your life? je, waisikia sauti ya Mungu katika Because maisha I yako? can tell you, beloved, God speaks to us many times. Nakwambia penda kama Mungu anatuzungumzia wakati mwingi. God calls us to us many times. Mungu anatuita mara mingi. We've got to learn to hear his voice. Lazima tujifunze kusikia sauti yake. Jesus says, my sheep hear my voice, Yes. and I know them, Yesu kasema kwamba kondoo wangu wanasikia sauti yangu na mimi and they naweza follow kuwajua. me. Wanifuata. Does God know you personally? Je, Mungu anakufahamu Do kibinafsi? you know the voice of God? Je, unaijua sauti yake Do Mungu? you follow when he calls? Je, unafuata anapokuwa akiweza kuita? If we are going to know God, Kama tutaweza kuishi we kumjua must Mungu, be careful lazima tuwe on waangalifu what we believe kama tunaweza and kuamini. why we believe what we believe. Na kwa nini basi tunaamini kile ambacho tunaweza We kukiamini? cannot just embrace anything in our lives. Hatuwezi kumatana lolote katika maisha We've yetu. got to know what we believe in. Lazima tujue kile ambacho tunaweza 1 kukiamini. Thessalonians 5:21. Wathesalonike wa kwanza Test 5:21. all things. Jaribuni kila kitu. Hold fast to what is good. Shikilieni kilicho kizuri. Paul tells us, test all things. Paulo anasema kwamba jaribuni kila kitu. Hold fast to what is good. Kile ambacho ni kizuri basi amina ni See, mwake. most people are led astray Watu wengi wameweza kupotoshwa. because they believe everything Maana wanaamini kila so kitu. long as God and Jesus are mentioned. Ila tu Mungu na Yesu wameweza But I kutajwa. can tell you, not everything in the name of God and Jesus is for God. Ningependa kuambia kwamba si kila kitu katika jina lake Yesu naye Mungu kimesalia The kwa Mungu. ability to discern the truth is very critical. Ile uwezo wa kupambanua ukweli ni muhimu zaidi. Jesus said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Yesu akasema kwamba mtaweza kujua ukweli, ukweli utaweza kuweka huru. You've got to know that in your life. Lazima ukafahamu hiyo katika maisha yako. See, and this is what is going to set us free from the lies of the devil. Hii basi inaweza kutuweka huru kutokana na uongo wake shetani. Know more of the truth of God in your life. Jua mengi kuelekea Mungu katika maishani And mwako. then you can be able to discern what is of God and what is of the devil. Basi utakuwa na uwezo wa kupambanua kilicho chake Mungu na kilicho chake shetani. We only know God Tunamjua tu Mungu when we know his truth and stand for it. tunapojua ukweli wake na pia kusimama kwa ajili ya ukweli wake. And God gives us the wisdom Mungu anatupatia hekima to know him through a revelation of himself to us. kuweza kumjua kupitia ufahamu wake kupitia ndani We mwetu. cannot know God unless he reveals himself to us. Hatuwezi kumjua Mungu tu ila ajifunue kwetu sisi. Ephesians 1:17. Efeso 1:17. Paul says Paulo kasema that the God of our Lord Jesus Christ, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, the Father of glory, Baba utukufu, may give to you the spirit of wisdom and revelation akaweza kupatia roho ya hekima na pia ufunuo in the knowledge of him, katika ufahamu wake, that God kwamba Mungu may give to you akaweza kupatia the spirit of wisdom roho ya ukweli and revelation na ufunuo in the knowledge of him. katika ufahamu wake. If we are going to know God, Kama tutaweza kumjua that Mungu, is what you need in your life. basi tunahitaji katika The maisha yetu spirit of wisdom roho ya hekima and revelation na ufunuo in the knowledge of God. katika ufahamu wake Mungu. Unless we are well educated spiritually, Leo tukiweza kukua wakisoma kikubwa the kiroho, devil will always be able to lie to us. tena basi atakuwa na uwezo kutudanganya. We've got to know what God wants and what God says. Lazima tukajue kile Mungu anataka, kile Mungu anataka kuweza You kusema. see, many people perish Watu wengi wanaangamia because of spiritual kwa ignorance. sababu ya kupuuzilia hali ya kiroho. If we are going to know God, Kama tutaweza kumjua we Mungu, need to have a relationship with Him. lazima tukuwe na uhusiano na Mwenyezi Mungu. We need to have an understanding of His word. Lazima tukuwe na ufahamu wa neno lake. David had this understanding. Daudi alikuwa na ufahamu huu. In our text, verse 6 and 7, Andiko letu mstari wa 6 na 7. he says, when I remember you on my bed, Sema nakukumbuka katika kitanda changu. I meditate on you in the night watches, Nilikutafsiri katika kesha zangu za usiku. because you have been my Kwa helper. maana umekuwa msaada wangu. Therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. Katika basi kivuli cha mabao yako nitaweza kufurahia. David says, I meditate on you Nafikiri kwamba Daudi anasema kwamba nilikutafakari in the midst, in the night watches in my bed. katika masaa ya usiku ndani mwangu. He's meditating on the word of God. Anatafakari neno lake Mwenyezi Mungu. He's meditating on the goodness of God. Anatafakari kuhusu wema wake Mungu. He wants the truth of God to be in his heart. Anataka lake Mungu usalie katika moyo wake.
And because of this knowledge, Kwa sababu ya ufahamu huu, he was able to trust God alikuwa anaweza kumtumainia Mungu even in his present situation and adversity. hata katika hali yake ya sasa na pia majanga zake. This knowledge is what kept him strong Ufahamu basi ulimfanya kusalia kwa dhabiti as he was fleeing in the wilderness. akiwa akitoroka katika nyika. Let me finally talk about the eternal perspective. Nimeshazungumzia kuhusu mtazamo wa kimilele. Because see, the greatest key to our survival Ufunguo wetu wa muhimu katika hali yako lies in us having an eternal perspective. inakuwa na ni mwetu tunapokuwa na mtazamo wa kimilele. We can be so caught up in our day-to-day activities Tunaweza kushikamana katika masuala yetu ya siku baada ya and siku. start thinking that this is what life is all about. Tunaweza kuanzia kwamba hivi ndivyo maisha yanaweza But kuwa. can I tell you that there is more to life Napenda kuambia kwamba kuna zaidi katika than maisha. just what we see? Zaidi kile ambacho tunaweza kiona. There is an eternity to be spent by us. Kuna umilele ambao tunafaa tuishi ndani mwake. This world is passing, Ulimwengu unapita. and those who put their trust in the world are also passing with it. Wale ambao wameweza kutumikia ulimwengu pia wanapita The ulimwengu huu. Bible says heaven and earth shall pass away, Biblia inasema kwamba mbingu na ulimwengu utaweza but the kupita. word of God abides or remains forever. Lakini lake Mungu linaweza kusalia hadi milele. If you put your confidence in this world and the things of this world, beloved, it is passing away. Ukiweza kuweka ujasiri mwako katika ulimwengu na mambo ya ulimwengu, mpendo ulimwengu na vitu zake unaweza kupita. We have to realize Lazima tukaweze that kujua God is the one who is in control of things. kwamba Mungu ni wa pekee katika udhibiti wa kila mambo. We have to realize that it is to God that we're going to give an account of our lives. Lazima ukagundua kwamba ni kwake Mungu pekee tutatoa hesabu mbele zake za maisha And yetu. this understanding will help to sober our minds. Huu fahamu utaweza kufanya nia yetu ikaweza kusalia kwa It is nia going to imara. help us to see things as we ought to see them. Yatusaidia basi kwa mambo tuweze kuyaona jinsi nafaa tukaweze kuyaona. Romans 12 and verse 2, the Bible says, Rumi 12 mstari wa pili Biblia inaweza kusema, do not be conformed to this world, msiambatanike katika ulimwengu huu, but be transformed by the renewing of your mind, lakini mkaweze kubadilishwa kufanyisha upya nia zenu, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. kaweze kudhibitisha kilicho iliyokubalika ambao ni ya ukweli kamilifu pesa kwa Mungu. And right here the Bible is telling us, Hapa Biblia inaweza kutuambia if you're going to know what is the perfect will of God, kama utaweza kufahamu kilicho mapenzi there kamilifu are yake things Mungu, that have got to happen in your life. lazima fulani inaweza kufanyika katika maisha yako. You need not to conform to this world, Haufai kuweza kuambatanika katika ulimwengu but huu, be transformed kiweze kubadilishwa by the renewing of your mind. kufanyisha upya nia zenu. Mind in you. Maisha yako kufanyisha nia yako iweze kuwa The nia Bible mpya. says, let this mind that was in Christ be in you. Biblia inasema kwamba wacha hii nia ambayo ilikuwa ndani mwake Kristo iweze kuwa ndani There mwenu. has to be a transformation in your mind. Lazima kubadilishwa katika nia yenu. There has to be a transformation in your life, Lazima kubadilika katika maisha yako. because you belong to God. Kwa maana wewe ni wake Mwenyezi And Mungu. when that transformation has taken place, Unapokuwa umeweza kubadilishwa, then you will be able utakuwa na to uwezo prove kudhibitisha what is that good kilicho kizuri and acceptable kukubalika and perfect will of God in your life. na mapenzi kamilifu yake Mungu katika maisha yako. It is only when we have an eternal perspective Ni pekee unapokuwa na mtazamo wa that we kimilele shall be kept in focus. tunasalia katika mtazamo. Because see, there are times Kwa nyakati when our present circumstances wakati matukio yetu ya sasa seem like eternity, inaonekana kama ni ya milele, but the truth is that they will come to pass. kweli ni kwamba itaweza kupita. Nothing is permanent in this life. Lolote la kudumu katika It maisha will haya come to pass. itaweza kupita. That is why we need to have an eternal perspective. Ndio maana lazima tukazidi kuwa mtazamo wa And in kimilele our pursuit of God and His will, katika hali ya kuweza kufuatilia kutafuta mapenzi ya Mungu na Mungu mwenyewe. eternity must be our perspective and focus. Umilele lazima iweze kusalia mtazamo wetu na pia malengo Because yetu. listen to me, beloved, Sikizeni wapendwa, our final victory is coming. ushindi wetu wa mwisho waja. Our day of celebration is coming. Siku yetu ya kusherekea inakuja. Our day of receiving the crown is coming. Siku yetu ya kupokea taji itaweza kuja. We should never lose sight of eternity. Hatufai kupoteza mtazamo wa kimilele. David understood Daudi alifahamu that although he was going through hard
times, hata ingawa alikuwa anapitia nyakati ngumu, God was going to keep him. Mungu alikuwa anaenda kumhifadhi. God was going to direct him. Mungu alikuwa anaenda kumwelekeza. God was going to protect him. Mungu alikuwa anaenda kumlinda. God was going to sustain him. Mungu alikuwa anaenda And kumdumisha. that confidence kept him moving. Hiyo ujasiri ulimfanya kuweza kuendelea. He says in verse 8 of our text, Asema mstari wa 4 katika andiko my letu, soul follows close behind you. nafsi yangu ya kufuata nyuma yako karibu, Your right hand upholds me. mkono wako kumu umeweza David kunitengeneza. is saying, I've surrendered everything to you. Unasema kama kila kitu machilia mikononi And I mwako. can tell you that surrender is what is important in life. Napenda kuambia kwamba kujiachilia imesalia kuwa muhimu katika maisha We've got yetu. to learn to surrender our lives Lazima tujifunze kuachilia maisha yetu into the hands of a faithful God. hadi katika mikono ya Mungu mwaminifu. Jesus had victory over the devil Yesu alikuwa na ushindi juu yake because shetani, he surrendered his will to the will of kwa God. maana aliachilia mapenzi katika mkono wake Mwenyezi As he Mungu. was going through an intense spiritual battle at the Garden of Gethsemane, Alipokuwa akipitia vita vikali sana vya kiroho katika bustani la he gets Gethsemane, to a place, he says, Father, if it is possible, let this cup pass from me. sema kwamba Baba, ikiwezekana kiondolee kikombe hiki, But nevertheless, let not my will but thine be done. walakini mapenzi yangu, lakini mapenzi yako yakaweza kutimiliza. And right there at the Garden of Gethsemane, Pale pale katika bustani la Gethsemane, Jesus won the battle of the cross Yesu aliweza kushinda vita vya msalaba, because he surrendered his will to the will of God. ana aliachilia mapenzi yake katika mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Surrender is what is important in life. Kuachilia kile kilicho muhimu katika God maisha. knows what is best for us. Mungu anajua kilicho muhimu kwetu sisi. God's kingdom is about the will of God and not our will. Ufalme wake Mungu unahusu mapenzi yake, si mapenzi yetu. And you need to pursue that will in your life. Lazima ufuatilie mapenzi katika maishani For mwetu. you to be able to pursue that will, you must surrender your will to the will of God. Ili ukaweza kufuatilia mapenzi yale, lazima ukaachilie mapenzi yake katika mapenzi yake Mwenyezi And when Mungu. we are surrendered to Him, Unapoachilia kwake, He can lead us anaweza in kutuongoza His perfect way, katika njia zake kamilifu, in His perfect will. katika mapenzi yake kamilifu, Because in the hands of God, kwa maana katika mikono yake Mungu we are safe and secure. tuko salama na pia tuko David sawa. says, oh God, you are my God. Ndio nikasema kwamba Mungu, wewe ni Mungu He wangu. affirms his confidence in God. Anaweza kudhibitisha kamilifu ujasiri mwake And Mwenyezi he Mungu. says, early in the morning will I seek you. Anasema kwamba macheo asubuhi nitaweza David kutafuta. says, God, I need you. Anasema I want you in my life. nakukuwa katika maisha yangu. And that desire Na tamanio hilo kept him moving. nimfanya kusonga. And it's not a wonder Si mashangao. that the Bible says Biblia yasema that David was a man after God's own heart. kwamba Daudi alikuwa mtu ambaye alifuatilia zaidi moyo wake Mungu. Because he was surrendered Maana alikuwa anaachilia to the will of God mapenzi yake Mungu in his life. katika maisha yake. You and I can do the will of God. Mimi na tunaweza kufanya mapenzi We yake can be Mungu. able to pursue the will of God Unaweza kuwa na uwezo wa kutafuta if we mapenzi learn yake to Mwenyezi surrender Mungu. ourselves to Him Ukijifunza kujiachilia kwake, and seek Him umtafute just like David did. kama Daudi alivyofanya. I want us to pray together. Ningependa tuombe kwa pamoja. Wherever you are this moment, I want to request you to bow down your head and close your eyes. Mahali pote ulipo wakati kama huu, ningependa kuulizia kichwa chako kinamishwa, We ukaweza are kufunga macho yako. before the presence of God. Tuko mbele uwepo wake Mwenyezi Mungu. You cannot be able to pursue the will of God Huwezi kuwa na uwezo kuwafuatilia mapenzi yake if Mungu you don't have a relationship with God. kama hauna uhusiano naye Mwenyezi Mungu. It all begins at the cross of Calvary. Yote yanaanza msalabani Kalvari. There's an old hymn Kuna tenzi ya zamani that says, at the cross, na inasema kwamba inaimba kuhusu msalabani, where I first saw the light, au kwanza niliweza kuona nuru mara ya and the kwanza burdens of my heart rolled away. na mizigo yangu imeweza kuondolewa. You want to start pursuing the will of God in your life? Ndio tunapenda Mungu katika maisha It yako. all starts at the cross of Calvary. Inaanza kwanza msalabani Kalvari. Jesus died on that cross. Yesu alikuwa pale msalabani, He shed his precious blood akamwaga damu yake ya that dhamani, your sins and my sins could be forgiven. dhambi zako na zangu ziweze kusamehewa. Because of that blood of Jesus, Kwa sababu ya damu hiyo yake Yesu, there is forgiveness of sin. kuna msamaha wa dhambi, There is a newness of life. kuna upya wa maisha. But you have to surrender yourself. Lazima ujiachilie. Jesus says, behold, I stand at the door and
knock. Sema kwamba tazama niko mlangoni If nabisha. anyone hears my voice and opens, Yote akisikia sauti yangu akiweza I will kufungua, come in and eat with him, ndaingia ndani nikule naye. and he with me. Aweze kula nami. He's knocking at the door of your heart. Anabisha mlangoni wa moyo wako. Are you going to open to him? Je, utafungua As every kwa ajili head yake? bowed is closed, Macho yameweza kufungua, vitu you're there, you're saying, you know what, Pastor? Paulo anasema John ni I want to mchungaji. open my heart to Jesus. Na kumfungulia Yesu moyo wangu. I want to be forgiven of my sin. Na kusamehewa dhambi zangu. I want Jesus to come into my heart. Na Yesu aingie katika moyo wangu. This is a good opportunity for Hii ni you. fursa njema kwa But you ajili have to yako. respond. Nafaa uitikie. You're there, you're saying, that's what I need. Unasema kwamba hiyo ninahitaji. I want to open my heart to Jesus. Na kumfungulia Yesu moyo wangu. Raise up your hand wherever you are right now. Na mkono wako juu mahali pote ulipo Maybe sasa you're hivi. saying, I'm backsliding. Pengine unasema nimrudi I nyuma. want to come back to Jesus. Penda kumrudia Yesu. Raise up your hand Na also. mkono wako juu pia. We will be happy to pray with you. Tutakuwa furaha kuomba nawe. And everyone that has raised up your hand, Kitomba ameinua mkono wake juu. I want you to pray with us. Penda uombe Want nasi. to lead in a prayer Ngoze katika ombi. that Jesus may come into your heart. Yesu aingie katika moyo wetu. I want you to repeat this prayer after me. Rudia ombi hili Say, nyuma dear yangu. Lord Jesus, Sema Bwana Yesu, I confess that I've sinned against you. naungama nafanya dhambi kinyume chako. I ask you to forgive me Na kuuliza unisamehe of all my sins. dhambi zangu zote. Jesus, come into my heart. Yesu ingia katika moyo wangu. Be my Lord and Savior. Uwe Bwana mwokozi wangu. Forgive me, Lord, Samehe Bwana. and let me live for you Tuelekeze kuishia and serve you na kutumikia. and do your will and purpose. Mapenzi yako na makusudi. Thank you, Jesus, Asante Yesu for forgiving me kwa kunisamehe. and for setting me free. Uniweka huru. In Jesus' name, Jina lako Yesu. amen. Amina. Right now, Father God, I commit those precious souls into your hands. I pray, God, that you may keep them. I pray that you may sustain them. I pray, God Almighty, that your hand may be upon them, Father. Keep them, Lord God. Let them glorify your name. Cover them, Lord God, by the blood of Jesus, that no work of the devil shall prevail against them. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. If you have prayed that prayer with us, Murio mbilo nasi nyuma yetu. right down the screen is our phone number, email address also. Pale katika skrini yetu kuna nambari ya simu na pia anwani ya barua I pepe. want to request you to get in touch with us. Penda kuuliza ungane na We'll be happy to hear from you. uweze kusikia kutoka We want kwako. to be able to pray for you Uweze kuendelea kuombea and help you to live for Jesus. pia kusaidia kuishi kwa ajili So yake Yesu. please get in touch with us. Tafadhali unganika na sisi. Talking to God's people, Nazungumza na watu wake Mwenyezi Mungu. pursuing the will of God. Kufuatilia mapenzi yake Mungu. The first thing that David says he did to pursue the will of God was prayer. La kwa Daudi anasema kuwa aliweza kufanya mapenzi yake Mungu ilikuwa hali ya kuweza David says, oh God, you are my God. Daudi anasema kwamba Mungu wewe ni Mungu wangu. Early will I seek you. Asubuhi na kutafuta. He was committed every early morning to go before God and pray. Aliweza kujitolea kila siku macheo kwa mbele zake Mungu kuweza kuomba. How about you? Je, na wewe? How is your prayer life? Umeshika maombi yako vipi? Do you seek God early in your life? Je, unatafuta Mungu mapema katika maisha yako? Do you set time apart to seek after God? Je, unatengeneza wakati kumtafuta Mwenyezi Mungu? Maybe you've been living a careless life, Pia ukiishi maisha ambayo si maangalifu. caring nothing about the will of God. Unajua lolote kuhusu mapenzi yake You Mwenyezi Mungu. need to refocus. Inafaa ukaweze kulenga upya. You need to refocus your mind. Lazima ulengeshe upya nia yako. The Bible says, do not be conformed to this world, Inasema kwamba usiambatanike katika but ulimwengu huu. be transformed Ukaweza kubadilishwa. by the renewing of your mind. Ukaweza kufanya upya There are nia zetu. people, that's what you need to do tonight. Kuna watu ila kufanya ni hilo You pekee need a usiku wa leo. renewal of your mind Lazima ufanyishe upya nia so yako. that you may be able to prove Ukaweze what kuweza is that kudhibitisha good and perfect will of God. lilo mapenzi mema mazuri na makamilifu mbele yake You Mungu. need to refocus your life Lazima ulengeshe upya maisha yako back to the will of God. katika mapenzi yake Mungu tena. Maybe you've not been having the right perspective in life. Pengine hujakuwa na mtazamo bora katika maisha yako. This is a challenge to you tonight Ni changamoto kwako wewe usiku wa to leo. make a commitment to God Kuweza kutulia mbele zake Mwenyezi for a Mungu. new perspective in your life Mtazamo mpya katika maisha yako so that the eternal ili ya umilele can be your focus. hizo kwa malengo yako. This is a challenge to every one of us Ni changamoto kwetu sisi kila to mmoja surrender ourselves kuachilia kila mmoja to the will of God. kujiachilia katika I mapenzi yake believe Mwenyezi God Mungu. has spoken to you. Na Mungu I amekuzungumzia. believe God has challenged Mungu you. amekutia changamoto. We have a good opportunity right now Tunao fursa ya to ajabu go sasa hivi. before Him, call upon His name, Bwana mbele zako jina lake. deal with issues in our lives, Tulipe masuala katika and make maisha yetu. commitments to Him. Bwana tushuhudie. As we sing this chorus, Bwana tuambiwe hii. I want you, wherever you are, to raise your voice right
now Popote ulipo inua sauti and yako sasa start hivi. calling God to God. Anza kumwitia Mungu. Start talking to God. Zungumza naye Mungu. Make commitments to God in your life Mbele zake Mungu as sasa we hivi. sing this chorus. Hapa napaambiwa You hivyo. raise your voice and talk to God and let Him touch you. Let Him move upon you. Useme juu yako. Hallelujah. Hallelujah. Father, let your will be. Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Father, let your will be done. I say, Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Redeemer, let your will be done. I say, Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Jesus, let your will be done. I say, Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Father, let your will be done. Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Redeemer, let your will be done. I say, Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Father, let your will be done. I say, Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Jesus, let your will be done. Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Jesus, let your will be done. Let your will be done, for I am just a piece of clay, and you are the potter. Father, Lord God Almighty, in the name of Jesus, tonight, Lord God, indeed we confess and say, let your will be done in our lives. And like David, we confess and say, oh God, you are our God, and our desire is to seek you in our lives. I pray, God, that you may help us to be those men and women that are going to hunger and thirst for righteousness in our lives. To be men and women that are going to give ourselves to pursue your will in our lives, to surrender our will to your will, that, Lord God, your will may be done in our lives. Help us, Lord God, to live for you. Help us to glorify your name. Help us to be a living testimony of your holy name, Almighty. And God, I pray that you may keep us and sustain us. You may protect us, Almighty. You may move upon us, Lord God. Help us, Father God, to contend for a transformation of our minds, that we may be tuned to your will and purpose, and that your name may be glorified in and through our lives, oh God. Lord, tonight I pray that you may even touch them that are ailing. May you stretch your hand of healing upon them. You are the Lord that healeth us. And Lord, I pray that you may touch those people. May you move upon them, Lord God. May you bring healing upon their lives by the name and the blood of Jesus. God, I pray for your people, them that have got different needs and situations and circumstances, God. I pray, Father, that you may move upon them. May you make a way, oh God. May you cause your provision. May you intervene upon them, Lord God. Father, I pray that you be with us even this night. May your peace be our portion. Cover us by the blood of Jesus, and may your hand be upon us, oh God. We thank you, Lord God. We bless your name, Almighty. We glorify you, Lord God. Great, Father, is your faithfulness. We give you the glory and honor. In the name of Jesus, we do pray and believe, and all God's people said,
Amen. I want to appreciate you for streaming in tonight. Nawashukuru katika mtandao usiku wa leo God kwa ibada bless zetu. you. Mungu awabariki Let's zaidi. keep praying. Let's keep doing the will of God Endelee kuomba, tusalie katika and mapenzi yake glorify Him Mungu. in our lives. Tumtukuze May katika you maisha have a yetu. peaceful night and God bless you. Amen. Kuwe na usiku wenye amani. Mungu akaweza kubariki. Amina. Moyo wangu sifu Bwana, sifu Bwana siku zote. Siku zote. Hallelujah, hallelujah. Imba, 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 imba. Anaweza, anaweza. tumshangilie Shangilie kwa shangwe kubwa. Hallelujah. moyo wangu. Moyo wangu sifu Bwana, sifu Bwana Siku zote. siku zote. Haleluya, haleluya. Imba, 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 imba. Anaweza, anaweza. tumshangilie Shangilie shangwe kubwa. Haleluya. ndiye Bwana. Ndiye Bwana, 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 Bwana. ndiye Bwana, Ndiye Bwana, Bwana. Bwana, Bwana. Shangilia, Shangilia, ametenda mema Yesu Bwana, mfalme wa ajabu ameshinda, kifo na mauti yatawale milele. Amina. shangilia, shangilia kwa Bwana Yesu.